Ilikuwa nimefika hapa kukusema kwamba wakati ule Mariamu alipolia, alipokuja kwa Yesu akiwa analia, Yesu aliunguzwa na kile kitendo cha Mariamu kulia sana. Maana Mariamu ujue kwamba alikuwa ni mmojawapo wa wale wanafunzi wa Yesu. Alikuwa ni mmojawapo wa wale watu ambao walikuwa wanamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kile kitendo cha Yesu kuhuzunika na tena kulia, ina maana kwamba alitaka sana Lazaro apone wakati ule alikuwa mgonjwa. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ulikuwa unasoma kwamba anafaa afufuliwe na sio kuponywa. Kuna wakati unaweza ukasubiria muujiza utendeke kwa wakati ambao wewe mwenyewe unataka, lakini Mungu akasubiria kwa wakati wake utendeke wakati ule unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka nisome hii mistari michache. Hii mistari katika kitabu cha Yohana 38 ndio nimalizie pale. Maandiko yanasema hivi. Kitabu cha Yohana 11:38 nasema hivi. Basi Yesu ali akiungua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango la jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sana, maana amekuwa maiti siku 4. Baada ya kuwa Yesu amefika kwenye eneo mahali ambapo Lazaro alikuwa amezikwa, maandiko yanasema ya kwamba aliwaambia, ondoeni lile jiwe. Kumbe baada ya kuwa umemwacha Yesu, shetani huwa anaweka kizuizi hapa katikati yako na Yesu wako. Baada ya kuwa umeacha wokovu, ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaiah 59:1, maandiko yanasema, sikio la Bwana sio nzito lisipate kusikia, lakini dhambi zenu zimewaweka mbali na Mungu. Kuna kizuizi kikubwa ambacho kinawekangwa baada ya kuwa umemwacha Yesu, baada ya kuwa ulikuwa rafiki wa Yesu lakini mkaachana na Yesu. Lazaro baada ya kuwa amefariki, maandiko yanasema ya kwamba jiwe kubwa likawekwa katika pango mahali ambapo Lazaro alikuwa amezikwa. Sijui kama unanielewa. Ndio maana maandiko yanasema mkono wake sio mfupi usipate kuokoa, lakini dhambi zenu zimewaweka mbali na Mungu. Kuna mtu ambaye naongelesha saa hii ambaye angependa Mungu akufanyie, lakini kuna kizuizi ambacho Yesu amekiweka hapa, shetani ameweka hapa katikati yako na Yesu wako. Ndio maana Yesu angependa akuokoe, angependa akusaidie. Ndio maana anasema, tazama nimesimama mlangoni na bisha hodi, mtu akinifungulia nitaingia kwake. Ina maana kuna mlango ambao shetani amekufungia ndani. Yesu anataka ingie kwako, apunguze biashara yako, anguze ndoa yako, lakini kuna mlango shetani ameweka. Baada ya kuwa Lazaro amekufa, kuna jiwe kubwa ambalo liliwekwa katikati yake na Yesu. Ikabidi Yesu akasema, liondoeni lile jiwe. Baada ya kuwa lile jiwe limeondolewa, Martha anasema kwamba ananuka sana kwa sababu ni siku 4 kutoka alipofariki. Kuna wakati Yesu anaweza kuacha biashara yako ikaoza, ndoa yako ikaoza, lakini kuwa zimefanyika au mambo yamefanyika kwa namna hiyo, haimaanishi kwamba Yesu amekuacha ama amekusahau. Usiwahi kumkatia tamaa mtu ambaye angali anaishi, ameokoka na mtumaini Mungu, pamoja na kuwa mambo yake hayajaenda sawa. Maana Yesu wakati ule atakuja, pamoja na kuwa biashara yake imeoza, ndoa yake imeoza, atakuja kuivufua na utashangaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hivi kwenye ule mstari wa 41. Maandiko yanasema hivi, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, na kushukuru kwa kuwa umenisikia. Mungu amemsikia wakati gani? Na hatuoni Yesu kwamba alikuwa ameomba kabla. Ina maana kwamba wakati wa jambo ukifika na uwe katika eneo sahihi na uwe unafanya jambo sahihi, Mungu anawekanga wepesi wa hilo jambo. Inakuanga hata sio lazima utaomba sana ndio ilifanyike. Hapana. Kwa sababu ni wakati hilo jambo itafanyika kwa urahisi. Ndio maana maandiko yanasema kuna wakati wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna mambo mengine yanahitaji uwe katika eneo sahihi na uwe katika wakati sahihi.
Mungu atafanya yeye mwenyewe. Ndio maana Mungu anasema kwamba amefanya ile jambo kuwa nzuri kwa wakati wake. Yeye mwenyewe ndiye amelifanya. Lakini pia ukisoma kwenye ule mstari wa 43, Maandiko yanasema kwamba Yesu akamuita Lazaro kwenye lile pango. Kwenye lile pango kulikuwa na watu wengi walikuwa wamewekwa kwenye ile pango. Maana Wayahudi walikuwa na tabia kuweka watu wengi, ama watu wakifa walikuwa wanawekwa kwenye pango moja. Inaweza kuwa ni watu kama 10 walizikwa kwenye ile pango. Lakini wakati ule Yesu alipoita, Lazaro ndiye alitoka kwenye ile pango, akawa mzima, akafufuka. Pamoja na kuwa kulikuwa watu wengi walikuwa wamekufa, wamewekwa ndani ile pango, lakini Lazaro ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu ndiye alifufuka. Inawezekana biashara yako, ndoa yako imekufa pamoja na ndoa ya rafiki yako, lakini kama wewe ni rafiki wa Yesu, ujue kwamba Yesu atakapokuja ataifufua ndoa yako, atailetea uzima ndoa yako, ataleta uzima kwenye biashara yako, na kuna uwezekano akaachana na mwenzako ambaye sio rafiki wa Yesu. Lazaro alipata kufufuka kwa sababu alikuwa rafiki wa Yesu. Ndio maana kuna umuhimu wa kuokoka na kumtumaini Bwana katika kile jambo ambalo unalifanya. Hiyo biashara yako, hiyo ndoa yako, ni vizuri ukaanza na Yesu. Maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki wa Mungu atafanya nini? Misingi ikiharibika, kama wewe ni mwenye haki, ujue Mungu atakukumbuka, hatakusahau. Maandiko yanasema kwamba hatakuacha na hatakusahau. Hatakuacha kama yatima jangwani. Maandiko yanasema mwanamke anaweza akamwacha mtoto amnyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake, lakini Mungu hawezi akakusahau. Amekuchora katika vitanga vya mikono yake, na kuta zake ziko mbele yake daima. Hawezi kukusahau kama utakuwa rafiki wa Yesu. Maandiko yanasema kwamba baada ya kuwa kile kitabu cha Yohana 11:44, baada ya kuwa Lazaro ametoka katika ile pango, kuna mstari wa 44 na ndio nataka tusome, ndio nimalizie pale. Nasema hivi: akatoka nje Lazaro, akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Kuna kitu ambacho nataka ujifundisha hapa. Yesu baada ya kuwa amemwona Lazaro, amemuita na amekuja, alisema kitu ya kwanza, mfungueni. Kwa nini Yesu hakuagiza mitume wake wamfungue na ndio wafanyikazi wake? Kwa sababu mitume wa Yesu sio wale ambao walikuwa wamemfunga Lazaro. Kwenye maisha yako, waliokufunga unafaa waamuru wao wenyewe wakufungue, maana ndio wanajua vile walikufunga. Au wachawi, au waganga, au mapepo, unafaa waamuru kwa jina la Yesu Kristo wakufungue. Na hii ni swala ya deliverance sasa. Lakini pia kwa nini Yesu hakukumbali mitume wa Yesu wamfungue Lazaro? Akawaambia mfungueni. Alisema hivyo kwa sababu wale watu waliomfunga Yesu alikuwa anataka washuhudie kwamba Lazaro amefufuka na ametoka katika wafu. Waliomuingiza kwenye pango, Yesu alikuwa anataka wao wenyewe washuhudie kwamba Lazaro amefufuka. Lakini pia Yesu alitumia wale ambao waliomfunga, kwa sababu ukiwa umefungwa hivi, hauwezi wewe mwenyewe ukajifungua. Ukiwa umefungwa pingu hivi, hauwezi ukajitoa kwenye hiyo pingu. Kwa hivyo lazima usike mtu mwingine akufungue. Waliokufunga wanajua vile walikufunga. Unafaa uamuru kwa jina la Yesu Kristo wakufungue, na utafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nikimalizia, Wayahudi walikuwa na tabia ya kwamba mtu baada ya kuwa amekufa wanachukua mali zake. Ndio maana unaona wakati ule Yesu alipokuwa amesulubiwa, walichukua nguo yake wakaichukua. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka 20 mstari wa 30 na mstari wa 27-34, utaona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa na mke wake akafariki. Baada ya kuwa amefariki mke wake akapewa ndugu yake. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa na tabia ya kwamba mtu akifariki wanapeana mali zake, wanapeana mke wake, wanapeana kila kitu. Ndio maana Yesu akaja ili amrudishie Lazaro kile ambacho kilikuwa kimeibiwa. Pamoja na kuwa umefufuka, umetoka kwa shetani, usitoke ukiwa una chochote. Musa hata yeye mwenyewe anasema hata ukwato hatutaacha. Usirudi katika ufalme wa Mungu ukiwa vitu zao ziko katika ufalme za giza. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba amemeza mali ataitapika. Utarudishiwa vitu zao kwa jina